The Bible says, then Amalek came and fought with Israel at Rephaim. So Moses said to Joshua, choose for us men and go out and fight with Amalek tomorrow. I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek while Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him. Do you see certain things there? Unaona mambo pale? You can underline certain things. Yale mambo yapige mstari. There is, they took a stone. Ya kwamba wakatoa jiwe. You can underline that one. Unaweza pia ipiga mstari. And then there is, the hands of Moses became weary. Na uone kitu kingine anasema akaona mikono ya Musa ikachoka. You can underline that. Basi ipige mstari. While Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. I want you to underline, until the going down of the sun. And Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword. Then the Lord said to Moses, write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it, the Lord is my banner, saying, a hand upon the throne. You can underline that one. A hand upon the throne of the Lord. The Lord will have war with Amalek from generation to generation. You can underline from generation to generation. Nice. Father, we thank you this afternoon. We bless you. Mchana wa leo. Thank you for your grace. Asante kwa sababu ya neema Thank yako. you for your presence in this place. Asante kwa sababu ya uwepo wako Thank you katika because you are going to speak to us in a special way. Asante kwa sababu utanena nasi katika njia special. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, the Spirit of the Bible, Roho wa Biblia, the Spirit of God, Roho wa Mungu, the Spirit of creation, Roho wa uumbaji, the Spirit to understand the scripture. Roho anayeelewa maandiko. Give us revelation. Tupatie ufunuo. Give us understanding. Tupatie kuelewa. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Who are the Amalekites? Wa Amaleki ni akina nani? Amalekites were descendants of Esau. Wa Amaleki walikuwa ni wana wake Esau. We ama Esau. Spoke about this message last year, if I can remember well, or last year but one. Mwaka uliopita ama mwaka juzi tuliongea haya mambo iwapo nakumbuka vyema. About the curse of the Amalekites. Kuhusu laana ya wa Amaleki. So they were descendants of Esau. Walikuwa ni wazaliwa wa Esau. Who lived between the promised land and Egypt. Ambao waliishi katikati ya nchi ya ahadi na Misri. And when Israel came out of slavery in Egypt and were going to the promised land, na wakati Israeli itoka katika nchi ya utumwa ya Misri kuelekea katika nchi ya ahadi, Amalek came and stood between Israel to forbid or to stop, to block their way to the promised land. Waamaleki wakatokezea katika barabara yao kuwazuia wasiingie katika nchi ya ahadi. So they blocked their way. Kwa hivyo wakafunga barabara yao. 2017, mwaka 2017, whether the devil likes it or not, shetani apende asipende, we are going very far in Jesus' name. Tunaenda mbali katika jina la Yesu Kristo. It is the year of signs and wonders. Ni mwaka wa ishara na miujiza. It is the year of the demonstration of God power. Ni mwaka wa onyesho la nguvu yake Mungu. It is the year that Jehovah will be known as God in your life. Ni mwaka ambao Jehova atajulikana kuwa Mungu ndani ya maisha yako. Just say amen and you have it in Jesus' name. Sema amen. Now, Amalek came before Israel. Wamaleki wakaja mbele ya Israeli to block their way wafunge barabara yao to the promised land. Kwa ile nchi ya ahadi. So they fought Israel. Kwa hivyo wakapigana na Israeli. The Bible says, Biblia inasema Moses took God's staff and went to the mountain. Musa akachukua ile fimbo ya Mungu na akapanda kwenye kilima. Aaron and Hur went with him. Na Aroni pamoja na Huru wakamfuata. Now,
Joshua and the army went to the battlefield. Yoshua na kikosi chote cha jeshi wakaenda katika uwanja wa vita. So they fought. Kwa hivyo wakapigana. As they were fighting, vile walikuwa wanapigana, Moses had an assignment. Musa alikuwa na kibarua To keep his hands up. ya kuinua mikono yake juu. And the staff of God in his hand. Na fimbo ya Mungu katika mikono yake. And this Amalekite, na hawa wa Amaleki, they fought Israel walipigana na Israeli the whole day. siku kutwa. Until Moses became tired. Mpaka mikono ya Musa ikachoka. You know, you cannot lift your hands for a whole day, you get tired. Huwezi kuinua mikono yako kwa siku mzima, itakuwa mzito. Moses thought maybe it's a battle that will maybe go for 1-2 hours and then we defeat these people. Katika mawazo ya Musa pengine alifikiria kwamba ni vita ambayo itadumu kwa masaa mawili alafu atakuwa amepata ushindi. Amalek is a stubborn spirit. Wamaleki ni roho ya pingamizi ngumu. It is a stubborn spirit. Ni roho ngumu. It is stubborn. Ni ngumu sana. You chase it out. Unajaribu kuifukuza, it resists you. Inakataa. Bwana asifiwe. Amen. So they resisted Israel. Kwa hivyo wakakataa kuachilia Israeli. That's why the Bible said they fought the whole day. Ndio sababu Biblia inasema kwamba walipigana siku kutwa. And I want you to know, nataka ujue hivi, Israel was anointed by God. Israeli walikuwa wamepakwa mafuta na Mungu. But they were resisted by Amalek. Lakini wanazuiliwa na Waamaleki. When Moses got tired, wakati Musa alichoka, the Bible says, Biblia inasema they brought in a stone. Walileta jiwe. So that Moses had to sit on the stone. Ndiposa Musa akalie lile jiwe. When we talk about the stone, wakati tunaongea kuhusu jiwe, who is the stone? Je, jiwe ni nani? Acts chapter 4 verse 11. Matendo ya Mitume sura 4 na mstari wa 11. Who is the stone? Je, hili jiwe ni nani? The Bible says, Biblia inasema Jesus Christ, Yesu Kristo, is the stone ndiye jiwe that was rejected by the builders, ambalo likataliwa na wajenzi, but which became the cornerstone of the house. Lakini jiwe ambalo lilifanyika kuwa jiwe la pembeni. So Jesus is the stone. Kwa hivyo Yesu Kristo ni jiwe. When Moses was tired, wakati Musa alichoka and could not continue fighting, hawangeweza kuendelea na kupigana, they brought the stone. Walileta jiwe. He sat on that stone. Akakalia lile jiwe. And then Aaron was on the other side. Alafu Haruni alikuwa upande ule mwingine. Hur on the other side. Huru naye alikuwa upande huu. Supporting his hands. Wakishikilia mikono yake juu. So that they remain up. Ndiposa zibakie kuwa juu. As Israel fought their enemies. Vile Israeli walikuwa wanapigana na maadui zao. Listen people. Sasa sikieni watu. I want to give you the mission of the Amalekite before I continue. Nataka niwape kazi ama niwape jukumu la Waamaleki katika maisha wakati kabla tuendelee. The first mission of Amalek was to block the way to the promised land. Kazi yao ya kwanza, jukumu yao ya kwanza ilikuwa ni kupinga na kufunga njia ya wana wa Israeli. Everybody in life has a promised land. Kila mtu katika haya maisha ako na nchi ya ahadi. The land of blessings. Nchi ya baraka. A place of peace. Mahali pa amani. A place where God will take you. You look in heaven and say, God, thank you for my life. Mahali ambapo Mungu anakupeleka na ukiangalia mbingu tu unasema asante Mungu. You are not born to struggle forever. Haujazaliwa kung'ang'ana na maisha milele. You don't struggle until you die. Si ati unang'ang'ana unateseka mpaka ufe. God must take you to a place of joy. Mungu lazima akupeleke katika mahali pa furaha. So that you can see the beauty of life. Ndiposa uone urembo wa maisha. Because life is not a punishment. Kwa sababu maisha sio life is a blessing from God. Maisha ni baraka kutoka kwa Mungu. You must live your life to the fullest. Lazima uishi maisha yako mpaka mwisho. And enjoy that life. Na uweze kufurahia yale maisha. To the glory of God. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. We are not punished by being created by God. Hatupewi adhabu kwa sababu ya kuwa na maisha haya. Being alive, being a person, being a human being, it's not a punishment. Kukuwa na maisha, kukuwa mwanadamu basi si adhabu. This beautiful world, God created it for human beings. Ulimwengu ambao unapendeza sana Mungu aliumba kwa ajili ya wanadamu. Made beautiful things, planted wonderful trees and wonderful stones, all kind of, it was for us, you and I and everybody. Mungu akapanda miti mizuri sana, akaweka mawe ya aina yote mzuri sana. Ni kwa sababu yako wewe na mimi. Promised land is when you go and enter in that your destiny, the purpose for which God created you and sent you here on earth. Nchi ya ahadi ni kiwango ambapo unaingia katika hatima yako, kusudi yako wewe kuzaliwa katika ulimwengu wa leo. Many people think the promised land is heaven. The promised land was not heaven.
The promised land was on earth, where Israel was supposed to go and become what God wanted them to become. Watu wengi ufikiri ya kwamba nchi ya ahadi ni mbinguni. Hapana. Nchi ya ahadi sio mbinguni. Hii ilikuwa ni mahali ambao Mungu alikuwa ametengeneza wana wa Israeli waingie na wafanyike kile ambacho Mungu alitaka wawe. The promised land was Canaan. Nchi ya ahadi ilikuwa ni Kanaani. It was not heaven. Haikuwa mbinguni. Egypt was Egypt here on earth. Misri ilikuwa ni Misri hapa duniani. And they had to leave Egypt to go enter Canaan, promised land. Na ilibidi watoke Misri waingie katika nchi ya ahadi. Why Canaan? Kwa nini Kanaani? It was the center of the world. Ilikuwa ni kitovu cha ulimwengu. Between Syria and Egypt, which were the superpowers in those days. Katikati ya Syria na Egypt ama Misri ambao walikuwa ndio mabingwa majukwaa wa ile siku. And Israel, or that Palestine, Canaan land, controlled the main road of trade that connected these superpowers. Na pale Kanaani ndipo kulikuwa na barabara kuu ambayo iliunganisha Israeli, iliunganisha Syria na Misri. These superpowers, to do transactional businesses, they had to pass through Israel. Ndiposa nchi ambazo zilikuwa na ushawishi duniani zifanye biashara lazima wangepitia Kanaani. So by passing through Israel, they are going to sleep there, stay there, sleep in hotels there, buy food and wherever, and also, make Israel become rich, isn't it? Yeah. And also by doing so, they also get the opportunity to know the God of Israel. Yeah, na katika wana wa Israeli kukaa pale Kanaani ilikuwa ni barabara ambapo watu wa biashara ya pande zote mbili za ulimwengu wangeingia pale wakipitia pale kuenda kufanya biashara. Kwa hivyo inamaanisha kwamba watakula pale, watalala katika yale mahoteli, na zaidi ya yote watapata fursa ya kumjua Mungu. So God wanted Israel to be noticeable. Kwa hivyo Mungu alitaka Israeli ipate kujulikana. Sometimes I don't know. What we are preaching here, kitu ambacho tunahubiri hapa, it is God speaking to you. Ni Mungu ambaye anaongea na wewe. I don't know if you are getting what I'm saying. Sijui kama unashika mambo ambayo nakwambia. I said the purpose why God put Israel there. Nilisema kusudi ambao Mungu aliweka wana wa Israeli pale. At the center of the world. Katika kitovu cha ulimwengu. The road to Megiddo, which controlled which I can say the stronghold. Megiddo was passing through Israel. Barabara kuu ya Megiddo ambayo ilikuwa inatawala uchumi wa biashara ilikuwa inapitia pale katika Kanaani. The one who was having Megiddo was having victory in terms of war. Yeyote ambaye alikuwa na Megiddo alikuwa amepata ushindi katika hali ya vita katika ulimwengu. And this was a fertile land. Na hii ilikuwa ni nchi yenye rutuba sana. The land of farming. Nchi ya kulima. The land of fruits. Nchi ya matunda. The land of elevation, kuinuliwa. Taking care of cows, goat, sheep. The land of mountains. Ulikuwa ni nchi ya milima ambao unaweza inuliwa upale, sababu unaweza lima upate hata ng'ombe na kondoo na mbuzi. It was the land that was envied by everybody. Ilikuwa ni nchi ambayo kila mtu aliitamani. The land of milk and honey. Ni mji wa maziwa na asali. So why did God want his people to be there? Je, kwa nini Mungu alitaka hao watu waingie pale? He wanted his people to be noticeable. Alitaka watu wake wajulikane. God wants you to be noticeable. Mungu anataka ujulikane. You are not just born like a kamutu and then you die. No, you have to become noticeable. Haujazaliwa kuwa kamunyonge tu uishi alafu uondoke kama hujajulikana. Mungu amekuumba upate kujulikana. God is noticeable. Mungu anaweza kuonekana. So he is his children. Kwa hivyo watoto wake vivyo hivyo wako hivyo. So he placed them at the center of the world. Kwa hivyo akawaweka katika kitovu cha ulimwengu. To become noticeable. Wawe watu wa kuonekana. Now, Amalek says, Wamaleki wanasema hivi, you are not going to enter your promised land. Hamutaingia nchi yenu ya ahadi. I'm going to block your way. Mimi nitafunga barabara hii. I'm going to stop you. Nitawazuia. I don't want your joy. Sitaki mkuwe na furaha. I don't want to see your blessings. Sitaki kuona mmebarikiwa. I don't want to see you laugh. Sitaki kuona mkicheka. I want you to see you cry every day. Nataka kuona mkilia kila siku. I will block your way. Nitafunga barabara yenu. So Amalek went before Israel. Kwa hivyo Amaleki wakaenda mbele ya Israeli. And blocked the way. Na wakafunga ile njia. Bwana asifiwe. Amen. So that was the first mission of Amalek. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni jukumu la kwanza la Amaleki. The second mission of Amalek. Na kazi yao nyingine ya pili was to keep
Israel in the desert. ilikuwa ni wa kudumisha wana wa Israeli waendelee kukaa jangwani, Remain in the desert. waendelee kukaa jangwani, A place of no hope. mahali ambao hakuna tumaini, That they remain in the desert. wabaki pale katika A place of no future. mahali ambao hakuna hatima, In the desert. katika jangwa, Where everything is terrible, is painful. mahali kila kitu ni hatari tena kinaumiza, In the desert. katika jangwa, Where their lives become useless. mahali ambao maisha yao yatafanyika kuwa bure. So that was the plan of Amalek. Kwa hivyo ilikuwa ni mbinu na njama ya Wamaleki. When we talk about desert, Wakati tunaongea kuhusu we talk jangwa, about a place of want. ni mahali ambapo ni pashida, A mahitaji, place of endless needs. mahali ambapo mahitaji yako hata hayatimiliki. You desire and you cannot have. Unatamani kitu huwezi kipata, You go round and around without result. unazunguka kila siku bila kupata jawabu. That was the work of Amalek. Hiyo ilikuwa ni kazi ya Wamaleki, That the people live to see nothing. ndiposa watu waishi kutoona chochote, They live to see no joy. waishi kutoona furaha. So that was his business. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni biashara yao The second job of Amalek. na mbinu yao na mpango wao wa pili. The third mission of Amalek Kwa hivyo mbinu ya tatu ya was to Wamaleki fight Israel. ilikuwa ni kupigana na Israeli. You know, when you are fighting, Wakati unapigana you cannot think about tomorrow. huwezi fikiria kesho. When you fight, Wakati unapigana you are very busy. wewe uko na shughuli You are nyingi, uncertain of your life. hata hujui uhakika wa maisha You are yako, uncertain of your tomorrow. haujui uhakika wa kesho. Let me give you an example. Niwape mfano. When you are fighting with your health Wakati unapigana na afya yako and you are not healthy, na hauna afya mwilini, you have a problem in your body, uko na tatizo mwilini you mwako, cannot think correctly huwezi fikiria vyema because you are anxious. kwa sababu uko na tashwishi. You don't know if you are going to see the next tomorrow. Hauna uhakika ya kwamba kesho utaamka ukiwa mzima. So all your plans, your mind becomes stuck. Kwa hivyo mipango yote ambayo uko nayo, akili yako inakwama. All your plans, you put them aside. Mipango yote yako unaweka kando, Because the first thing you want to see is to make sure that you are okay, you are well, you are fit. kwa sababu jambo ambalo la maana katika maisha yako wakati huo ni kukuwa na afya njema. So the same when you are fighting any battle, Ni vivyo hivyo wakati unapigana vita, you cannot plan for tomorrow. huwezi panga mambo ya kesho, Because you don't know if you are going to survive the battle or if you are going to win the battle. kwa sababu or haujui ya die. kwamba utashinda hizi vita ama utashinda. So in keeping Israel at war, Kwa hivyo katika kuweka wana Israeli katika hali ya vita, Amalek made sure Israel will not think for tomorrow. Wamaleki walihakikisha ya kwamba wana wa Israeli hawatafikiria kuhusu kesho. When you fight with your life, for example today, Ukipigana na maisha yako, kwa mfano siku ya leo, when everything is in balance, wakati kila kitu haijaweza kusawazishwa, you try to think about your dreams, unajaribu kufikiria kuhusu ndoto zako, you think about your project, unafikiria kuhusu miradi yako, nothing is working. hakuna kitu ambayo inafanya kazi. Sometimes you start wondering, Wakati mwingine unaanza kushangaa, where did I go wrong? je, nilikosea wapi? Okay, am I correct? Je, nafanya mambo sahihi? How about this, my dreams? Na hizi ndoto zangu, je, Was I too ambitious? je, nilikuwa niko na maono makubwa Or were sana, these dreams bigger than what I thought or bigger than myself? ama hizi ndoto zilikuwa kubwa sana zaidi ya uweza wangu? Maybe I was meant to do small things. Pengine niliumbwa nifanye mambo madogo, Maybe I was not born to do big things. pengine haya mambo makubwa hayakuwa mimi nitimize, Maybe I was wrong. pengine nilikosea. Oh God of the Bible. Mungu wa Biblia, The devil, when he fights you, shetani anapigana na he wewe, keeps you busy. anakufanya uwe na shughuli He nyingi, denies you focus. anakunyima You mtazamo, don't focus for tomorrow mtazamo wa kesho, because you are at war. kwa sababu uko katika vita. Bwana asifiwe. Amen. So as you keep fighting, Vile unaendelea kupigana, you are busy fighting. wewe uko na shughuli za vita When tu, do you think about tomorrow? utafikiria kesho vipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the devil, that is his plans, Kwa hivyo hiyo ndiyo mbinu ya his shetani, techniques, hizo ndiyo mbinu to zake, fight us, atupigane, to keep us busy, atufanye tukuwe na shughuli nyingi, wondering about everything. kila kitu tumeachana nacho, We don't see about tomorrow. hatuoni kesho. So he kept them busy in the desert Kwa hivyo akahakikisha ya kwamba hawa shughuli wako nayo by nyingi fighting them. kwa kupigana na wao. Now, Sasa
the fourth mission of Amalek mbinu, kazi, mpango wao wa nne ni was to destroy the harvest of Israel. ni kuharibu mazao ya Israeli. The Bible says when Israel planted seed, Biblia inasema kwamba wakati wana wa Israeli walipanda begu, when the time of harvest came, ikifika wakati wa mavuno, Amalek came Wamaleki walikuja and destroyed everything. na kuharibu kila kitu. Give us the book of Judges, chapter 6, verse 3. Tupe kitabu ya Judges chapter Judges. 6 verse 3. Now, the Bible says, for whenever the Israelites planted the crops, the Midianite and the Amalekites and the people of the east would come up against them. They would encamp against them and devour the produce of the land as far as Gaza, and leave no substance, no sustenance in Israel, and no sheep or ox or donkey. For they will come up with their livestock and their tents. They would come like locusts in number, both they and their camels could not be counted, so that they laid waste the land as they came in. And Israel was brought very low because of the Midian, and the people of Israel cried out for help to the Lord. Bwana asifiwe. Amen. So that was their fourth assignment, you know, their fourth mission. Hiyo ilikuwa ni mission yao ya nne. They were to make sure that there is no food, there is no harvest in the land of Israel. Walikuwa wanahakikisha kwamba hakuna mavuno kwa wana wa Israeli. Try to imagine when you work and you don't see result. Hebu fikiria wakati ambao unafanya kazi na uoni hata You matokeo. work as if you're not working. Unafanya kazi ni kana kwamba hufanyi kazi. You work for years, nothing to show of it. Unafanya kazi kwa miaka, hakuna kitu ya kujivunia. Bwana asifiwe. Amen. So you work, Unafanya kazi tu, no reward. hakuna hata matokeo. The Bible says Biblia inasema Israel planted the seed, Israeli wakapanda begu, and the Amalekite and other people came and took away the harvest. na Wamaleki na watu wa mashariki wakaja kuchukua zile mazao yao. They left nothing in Israel. Biblia inasema hawakuwa wanaacha chochote ndani ya Israeli. No food, no donkey, no cow, no chicken, nothing. Hawaachi chochote ndani ya Israeli, sio punda, sio ng'ombe, sio mazao, hakuna kitu wanaacha. Bwana asifiwe. Amen. Can you imagine? They Bufikiria, brought God's people at their knees hawa watu walidhoofisha watu wa Mungu sana, to just make them feel pain. ndiposa wafanya watu wa Mungu waendelee kusikia The uchungu. fifth mission of Amalek Hii ilikuwa ni kazi ya Amaleki, was to destroy Israel forever, to completely kill and destroy, and make sure that there is no Israel on earth. na mpango wao wa tano ulikuwa ni kuhakikisha kwamba Israeli wamewapiga vita, wasiwe tena katika uso wa ulimwengu. How do we defeat Amalek? Tutawashinda vipi Wamaleki? What did Moses and Israel do to defeat Amalek? Musa pamoja na Waisraeli walifanya nini kuwashinda Wamaleki? And before we continue, Na kabla tuendelee, does Amalek exist today? je, hao watu wanaitwa Wamaleki wangali siku za leo? The answer is yes. Jibu ni ndio. Who is Amalek nowadays? Wamaleki ni kina nani katika maisha yetu? Amalek represent a spiritual reality Wamaleki wanasimama pa nafasi ya ukweli rohoni, that is there tormenting our lives today. ambao ni ukweli unatesa maisha yetu. That's why the Bible says Ndio sababu Biblia inasema there shall be war kutakuwa na vita between God people katikati ya watu wa Mungu and Amalek na Wamaleki, from generation to generation forever. kuanzia kizazi kwenda kingine milele. So it means they are there. Inamaanisha kwamba wako hata But the waleo. Bible says forever. Biblia inasema ni milele, From generation to generation. kuanzia kizazi kwenda kingine. So Amalek is there. Kwa hivyo Wamaleki wangali siku It's ya not leo. a human being you see with your Si eyes. wale wanadamu unaona kwa macho It yako. is a spiritual reality. Huu ni ukweli wa kiroho. It is the devil at work. Ni shetani ako kazini, He is doing the same mission, the same work, the same job Amalek did to
to Israel. Anafanya ile kazi, zile mbinu na ule mpango ambao Amaleki walikuwa nao. That's why Jesus says in John chapter 10:10. Ndio sababu Yesu anasema katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10 That the devil comes to do what? ya kwamba shetani huja kufanya nini? To steal. Kuiba. So Amalek came in Israel to steal. Kwa hivyo Amaleki walikuja ndani ya Israeli kuiba, To take away their harvest. kuweza kuchukua mazao yao yote, To take away their joy. kuchukua furaha yao. The devil comes to do what? Shetani huja tena kufanya nini? To do what? Kufanya nini? To do what? Kufanya nini? To destroy. Bwana Kuharibu, asifiwe. kuharibu. And to do what? Na pia kufanya nini? And to kill. Na kuua. So the same job Ile kazi hiyo Amalek was doing to Israel, Amaleki waliitendea that Israeli. Jesus is saying here, Hiyo ndio Yesu anaongea juu yake that's the hapa. work of the thief. Hiyo ndio kazi ya mwizi. Who is the thief? Mwizi ni nani? It's the devil. Ni shetani mwenyewe. That's what I'm telling you. Ndio sababu nawaambia Amalek is a spiritual reality Wamaleki ni ukweli wa rohoni that is there today, ambao uko siku za leo, hunting the people of God, ukitesa watu wa Mungu, fighting their destiny, ukipigana na hatima yao, blocking their way, ukifunga barabara zao, miscarriaging everything they do in life, wanawashambulia katika chochote ambao wanafanya. trying to make sure that people of God do not succeed. Wanahakikisha kwamba watu wa Mungu hawafanikiwi. Now, to conquer Amalek, Kuweza kuwashinda Wamaleki, point number 1, kitu ya kwanza, Moses lifted up his hands Musa alinyanyua mikono yake juu to Jehovah God of the Bible. kwa Jehova Mungu wa Biblia. Some people have chariots. Watu wengine wako na Some magari ya people farasi, have weapons. wengine wako na silaha. We don't have chariots. Sisi hatuna magari ya We farasi, have Jehovah God. tuko na Jehova Mungu. He is our chariot. Yeye ndiyo gari letu la He is farasi, our weapon. yeye ndiyo silaha yetu. So Moses lift up his hand on high Kwa hivyo Musa akainua mikono yake juu to the God of the Bible, kwa Mungu wa Biblia, to tell God the war is yours. kumwambia Mungu vita hivi ni vyako. Point number 2, Kitu ya pili, when he got tired, wakati mikono ilichoka, because as human beings, kwa sababu kama mwanadamu we have certain limitations. uko na mipaka kadhaa. They say, what do we do now? Akasema tutafanya nini? They brought in a stone. Basi wakalitwaa jiwe, He sat on the stone, akakalia lile jiwe which represents Jesus Christ, ambayo inasimama mahali pa Yesu, the rock of ages. mwamba wa kale. He's there from generation to generation. Ako pale kuanzia kizazi kwenda He kingine. has been walking in the church, Amekuwa akitembea na hili kanisa, doing big things akifanya mambo makubwa in the history of his people. katika historia ya watu So wake. he sat on the Kwa stone. hivyo akakalia lile jiwe. When you sat on the stone, Wakati alikalia lile jiwe, nothing can beat you. hakuna kitu ambacho kinaweza shindana na wewe. Sitting on this stone, Ukikalia lile jiwe, sitting on Jesus, ukikalia huyu Yesu, listening to his word. sikia neno lake. At the beginning of this year, Mwanzo wa mwaka we huu read about Joshua. tuliongea kuhusu Yoshua. God said, if you want to succeed, Mungu akamwambia kama unataka kufanikiwa, be courageous, kuwa mtu wa ujasiri, be strong, kuwa mtu wa nguvu, be determined, kuwa mtu ambaye ameamua. keep the book. Hii neno ihifadhi, And this book, na hili kitabu it is the word of God. ni neno la Mungu, And Jesus na Christ Yesu Kristo is the word of God. ni neno la Mungu pia. He is the cornerstone. Yeye ndiyo jiwa la pembeni. Now listen, people. Sasa sikieni watu, If you sit on this stone, ukikalia hili jiwe, you sit on Jesus, umkalie huyu Yesu, you keep his word, unadumisha neno you lake, stand strong, unasimama wima, the devil will never defeat you. shetani hatawahi kukushinda, The enemy will never defeat you. adui hatajaribu Your kushinda. power is in God. Nguvu zako ni ndani ya Your Mungu, victory is in God. ushindi wako ni ndani ya Mungu. It is in God that you can defeat the enemy. Ni ndani ya Mungu tu ambapo unaweza pata There ushindi. is no victory outside Jesus Christ. Hakuna ushindi kando na Yesu. So sit there. Kwa hivyo kaa pale, You will have victory. utakuwa na ushindi. Moses sat there. Musa akakaa pale, He didn't say, oh, the stone is painful. kusema kwamba hii jiwe inaumiza, Can you bring some sofa set? si ulete hata cushion kidogo. Victory is not on sofa set. Ushindi uko katika cushion, Victory is on the stone. ushindi uko katika lile jiwe. I remember one day Nakumbuka siku moja when Jacob is running away from Esau. wakati Yakobo anatoroka ndugu yake He Esau, slept somewhere in the bush. alilala mahali kichakani. The Bible says he took a stone Biblia inasema kwamba alichukua jiwe and used it as a pillow. na akatumia kama kitu ya kuegeza In kichwa. the night, Usiku he saw a ladder akaona ngazi from down
to heaven, iliyoshika chini na mbingu, angels coming down and malaika coming up, wakishuka na kupanda, and God sitting on top of the ladder, na Mungu amekaa kileleni mwa ile and he ngazi, spoke to Jacob, na akaongea na Yakobo, I will be with you, nitakuwa pamoja nawe, I will bless you, nitakubariki, I will make you great, nitakufanya kuwa I mkuu, will never abandon you. sitawahi kukuachilia. When you sit on this stone, Wakati unakalia hili jiwe, oh, God will never abandon you. Mungu hawezi akakuachilia. I tell you, God will never abandon you. Nakwambia ukweli, Mungu hawezi No akakuachilia. matter the battle that comes in the night or during the day, Haijalishi shetani ama mawimbi atakuja usiku ama you mchana, will never be defeated. wewe hautaweza kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sit on the stone. Kalia lile jiwe Bwana, Victory is yours. na Mungu atakuwa And upande then wako. the last point. Alafu kitu ya mwisho, Moses was patient. Musa alikuwa na uvumilivu He was not mwingi, in a hurry. hakukuwa katika mbio. Oh, you know, the enemy is resisting. Now, let us just go back to our desert life. Hapana. Ati ya kwamba unaona sasa adui amekukatalia sana, ameleta vita vingi, wacha turudi maisha yetu ya jangwani. Because Oi. Amalek is a spirit of resistance. Kwa sababu Amaleki ni roho ya pingamizi, He resists, we also resist. wanapingana na watu hata mjini. He becomes tough, we become tougher. Akikuwa mgumu, kuwa mgumu mara mbili. Ama namna gani? Ndio. He resists, we resist. Wakikataa na sisi pia tunakuwa It becomes wagumu. tough, we become tougher. Vita ikikuwa ngumu na sisi tunakuwa wagumu So zaidi. that's what Moses did. Hivi ndio Musa alifanya. The Bible says until evening, Biblia inasema mpaka jioni Amalek was defeated. Wamaleki wakashindwa. 2017, Mwaka 2017 Amalek, you are defeated. Amaleki wao In the umeshindwa name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Every spirit Kila roho that blocks your way, ambayo inazuia njia that yako, try to block you, yeye inajaribu to kukupinga, stop you, kukuzuia, to give you pain, kukupa to make you maumivu, cry day and kufanya night. ulie usiku na In mchana, the name of katika Jesus, jina la Yesu we Kristo make an end to it. tunaifikisha kikomo. This year, Mwaka huu God's going to visit you. Mungu atakutembelea. Mighty Redeemer, you are worthy of our praise. I bless your name, nobody else like you. In your presence, that's where I wanna dwell. Hallelujah, Hosanna to the King. Jesus, you are so good, so good. I give myself away to you, Baba. Afya mwilini, You have a problem in your body. uko na tatizo mwilini You mwako, cannot think correctly huwezi fikiria vyema because you are anxious. kwa sababu uko na tashwishi. You don't know if you are going to see the next tomorrow. Hauna uhakika kwamba kesho utaamka ukiwa mzima. So all your plans, you know, your mind becomes stuck. Kwa hivyo mipango yote ambayo uko nayo, akili yako inakwama. All your plans, you put them aside. Mipango yote yako unaweka kando, Because the first thing you want to see is to make sure that you are okay, you are well, you are fit. kwa sababu jambo ambalo la maana katika maisha yako wakati huo ni kukuwa na afya njema. So the same when you are fighting any battle, Ni vivyo hivyo wakati unapigana vita, you cannot plan for tomorrow. huwezi panga mambo ya kesho, Because you don't know if you are going to survive the battle or if you are going to win the battle. kwa sababu or haujui die. kwamba utashinda hizi vita ama utashinda. So in keeping Israel at war, Kwa hivyo katika kuweka wana Israeli katika hali ya vita, Amalek made sure Israel will not think for tomorrow. Waamaleki walihakikisha ya kwamba wana wa Israeli hawatafikiria kuhusu kesho. When you fight with your life, for example today, Ukipigana na maisha yako, kwa mfano siku ya leo, when everything is in balance, wakati kila kitu haijaweza kusawazishwa, you try to think about your dreams, unajaribu kufikiria kuhusu ndoto zako, you think about your project, unafikiria kuhusu miradi yako, nothing is working. hakuna kitu ambayo inafanya kazi. Sometimes you start wondering, Wakati mwingine unaanza kushangaa, where did I go wrong? je, nilikosea wapi? Okay, am I correct? Je, nafanya mambo sahihi? How about this, my dreams? Na hizi ndoto zangu, je, Was I too ambitious? niko na maono makubwa Or were sana? these dreams
bigger than what I thought, or bigger than myself? Ama hizi ndoto zilikuwa kubwa sana zaidi ya uweza wangu? Maybe I was meant to do small things. Pengine niliumba nifanye mambo madogo. Maybe I was not born to do big things. Pengine haya mambo makubwa hayakuwa mimi nitimize. Maybe I was wrong. Pengine nilikosea. Oh God of the Bible. Mungu wa Biblia. The devil, when he fights you, Shetani anapigana na he wewe. keeps you busy. Anakufanya uwe na shughuli He nyingi. denies you focus. Anakunyima You mtazamo. don't focus for tomorrow Mtazamo wa kesho. because you are at war. Kwa sababu uko katika vita. Bwana asifiwe. Amen. So as you keep fighting, Vile unaendelea kupigana, you are busy fighting. wewe uko na shughuli za vita When tu. do you think about tomorrow? Utafikiria kesho vipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the devil, that is his plans, Kwa hivyo hiyo ndiyo mbinu ya his shetani. techniques, Hizo ndiyo mbinu to zake. fight us, Atupigane, to keep us busy, atufanye tukuwe na shughuli nyingi. wondering about everything. Kila kitu tumeachana nacho, We don't see about tomorrow. hatuoni kesho. So he kept them busy in the desert Kwa hivyo akahakikisha ya kwamba hawa shughuli wako nayo by nyingi fighting them. kwa kupigana na wao. Now, Sasa the fourth mission of Amalek mbinu, kazi, mpango wao wa nne was to destroy the harvest of Israel. ni kuharibu mazao ya Israeli. The Bible says when Israel planted seed, Biblia inasema kwamba wakati wana wa Israeli walipanda mbegu, when the time of harvest came, ikifika wakati wa mavuno, Amalek came Wamaleki walikuja and destroyed everything. na kuharibu kila kitu. Give us the book of Judges, chapter 6, verse 3. Tupe kitabu ya Judges, chapter Judges. 6, verse 3. Now, the Bible says, for whenever the Israelites planted the crops, the Midianite and the Amalekites and the people of the east will come up against them. They would encamp against them and devour the produce of the land as far as Gaza, and leave no substance, no sustenance in Israel, and no sheep or ox or donkey. For they will come up with their livestock and their tents. They would come like locusts in number, both they and their camels could not be counted, so that they laid waste the land as they came in. And Israel was brought very low because of the Midian, and the people of Israel cried out for help to the Lord. Bwana asifiwe. Amen. So that was their fourth assignment, you know, Hiyo their ilikuwa- fourth mission. Hiyo ilikuwa ni mission yao ya nne. They were to make sure that there is no food, there is no harvest in the land of Israel. Walikuwa wanahakikisha kwamba hakuna mavuno kwa wana wa Israeli. Try to imagine when you work and you don't see result. Hebu fikiria wakati ambao unafanya kazi na uoni hata You matokeo. work as if you're not working. Unafanya kazi ni kana kwamba hufanyi kazi. You work for years, nothing to show of it. Unafanya kazi kwa miaka, hakuna kitu ya kujivunia. Bwana asifiwe. Amen. So you work, Unafanya kazi tu, no reward. hakuna hata The matokeo. Bible says Biblia inasema Israel planted the seed, Israeli wakapanda mbegu and the Amalekite and other people came and took away the harvest. na Wamaleki na watu wa mashariki wakaja kuchukua zile mazao yao. They left nothing in Israel. Biblia inasema hawakuwa wanaacha chochote ndani ya Israeli. No food, no donkey, no cow, no chicken, nothing. Hawaachi chochote ndani ya Israeli, sio punda, sio ng'ombe, sio mazao, hakuna kitu wanaacha. Bwana asifiwe. Amen. Can you imagine? They Bufikiria brought God's people at their knees hawa watu walidhoofisha watu wa Mungu sana, to just make them feel pain. ndiposa wafanya watu wa Mungu waendelee kusikia The uchungu. fifth mission of Amalek Hii ilikuwa ni kazi ya Amaleki, was to destroy Israel forever, to completely kill and destroy, and make sure that there is no Israel on earth. na mpango wao wa tano ulikuwa ni kuhakikisha kwamba Israeli wamewapiga vita, wasiwe tena katika uso wa ulimwengu. How do we defeat Amalek? Tutawashinda vipi Wamaleki? What did Moses and Israel do to defeat Amalek? Musa pamoja na Waisraeli walifanya nini kuwashinda Wamaleki? And before we continue, Na kabla tuendelee, does Amalek exist today?
Je, hao watu wanaitwa Wamaleki wangali siku za leo? The answer is yes. Jibu ni ndio. Who is Amalek nowadays? Wamaleki ni kina nani katika maisha yetu? Amalek represent a spiritual reality Wamaleki wanasimama pa nafasi ya ukweli rohoni, that is there tormenting our lives today. ambao ni ukweli unatesa maisha yetu. That's why the Bible says Ndio sababu Biblia inasema there shall be war kutakuwa na vita between God people katikati ya watu wa Mungu and Amalek na Wamaleki, from generation to generation forever. kuanzia kizazi kwenda kingine milele. So it means they are there. Inamaanisha kwamba wako hata wa Because the leo. Bible says forever. Biblia inasema ni milele, From generation to generation. kuanzia kizazi kwenda kingine. So Amalek is there. Kwa hivyo Wamaleki wangali siku It's ya not leo. a human being you see with your eyes. Si wale wanadamu unaona kwa macho It yako. is a spiritual reality. Huu ni ukweli wa kiroho. It is the devil at work. Ni shetani ako kazini, He is doing the same mission, the same work, the same job Amalek did to Israel. anafanya ile kazi, zile mbinu na ule mpango ambao Amaleki walikuwa nao. That's what Jesus says in John chapter 10:10. Ndio sababu Yesu anasema katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10 That the devil comes to do what? ya kwamba shetani huja kufanya nini? To steal. Kuiba. So Amalek came in Israel to steal, Kwa hivyo Amaleki walikuja ndani ya Israeli kuiba, to take away their harvest, kuweza kuchukua mazao yao yote, to take away their joy. kuchukua furaha yao. The devil comes to do what? Shetani huja tena kufanya nini? To do what? Kufanya nini? To do what? Kufanya nini? To destroy. Bwana Kuharibu, asifiwe. kuharibu. And to do what? Na pia kufanya nini? And to kill. Na kuua. So the same job Ile kazi hiyo Amalek was doing to Israel, Amaleki waliitendea that Israeli. Jesus is saying here, Hiyo ndio Yesu anaongea juu yake that's the hapa. work of the thief. Hiyo ndio kazi ya mwizi. Who is the thief? Mwizi ni nani? It's the devil. Ni shetani mwenyewe. That's what I'm telling you. Ndio sababu nawaambia Amalek is a spiritual reality Wamaleki ni ukweli wa rohoni that is there today, ambao uko siku za leo, hunting the people of God, ukitesa watu wa Mungu, fighting their destiny, ukipigana na hatima yao, blocking their way, ukifunga barabara zao, miscarriaging everything they do in life, wanawashambulia katika chochote ambao wanafanya. trying to make sure that people of God do not succeed. Wanahakikisha kwamba watu wa Mungu hawafanikiwi. Now, to conquer Amalek, Kuweza kuwashinda Wamaleki, point number one, kitu ya kwanza, Moses lifted up his hands Musa alinyanyua mikono yake juu to Jehovah God of the Bible. kwa Jehova Mungu wa Biblia. Some people have chariots. Watu wengine wako na Some magari ya people farasi, have weapons. wengine wako na silaha. We don't have chariots. Sisi hatuna magari ya We have farasi, Jehovah God. tuko na Jehova Mungu. He is our chariot. Yeye ndiyo gari letu la He is farasi, our weapon. yeye ndiyo silaha yetu. So Moses lift up his hand on earth Kwa hivyo Musa akainua mikono yake juu to the God of the Bible, kwa Mungu wa Biblia, to tell God the war is yours. kumwambia Mungu vita hivi ni vyako. Point number two, Kitu ya pili, when he got tired, wakati mikono ilichoka, because as human beings, kwa sababu kama mwanadamu we have certain limitations. uko na mipaka kadhaa. They say, what do we do now? Akasema tutafanya nini? They brought in a stone. Basi wakalitwaa jiwe, He sat on the stone, akakalia lile jiwe which represents Jesus Christ, ambayo inasimama mahali pa Yesu, the rock of ages. mwamba wa kale. He's there from generation to generation. Ako pale kuanzia kizazi kwenda He kingine. has been walking in the church, Amekuwa akitembea na hili kanisa, doing big things akifanya mambo makubwa in the history of his people. katika historia ya watu So wake. he sat on the Kwa stone. hivyo akakalia lile jiwe. When you sat on the stone, Wakati alikalia lile jiwe, nothing can beat you. hakuna kitu ambacho kinaweza shindana na wewe. Sitting on this stone, Ukikalia lile jiwe, sitting on Jesus, ukikalia huyu Yesu, listening to his word. sikia neno lake. At the beginning of this year, Mwanzo wa mwaka we huu read about Joshua. tuliongea kuhusu Yoshua. God said, if you want to succeed, Mungu akamwambia kama unataka kufanikiwa, be courageous, kuwa mtu wa ujasiri, be strong, kuwa mtu wa nguvu, be determined, kuwa mtu ambaye ameamua. keep the book. Hii neno ihifadhi, And this book, na hili kitabu it is the word of God. ni neno la Mungu, And Jesus na Christ Yesu Kristo is the word of God. ni neno la Mungu pia. He is the cornerstone. Yeye ndiyo jiwa la pembeni. Now listen, people. Sasa sikieni watu, If you sit on this stone, ukikalia hili jiwe, you sit on Jesus, umkalie huyu Yesu, you keep his word, unadumisha neno you lake, stand strong, unasimama wima, the devil will never defeat you. shetani hatawahi kukushinda, The enemy will never defeat you.
adui hatajaribu Your kushinda. power is in God. Nguvu zako ni ndani ya Your Mungu. victory is in God. Ushindi wako ni ndani ya Mungu. It is in God that you can defeat the enemy. Ni ndani ya Mungu tu ambapo unaweza pata There ushindi. is no victory outside Jesus Christ. Hakuna ushindi kando na Yesu. So sit there. Kwa hivyo kaa pale, You will have victory. utakuwa na ushindi. Moses sat there. Musa akakaa pale, He didn't say, oh, the stone is painful. kusema kwamba hii jiwe inaumiza, Can you bring some sofa set? si ulete hata cushion kidogo. Victory is not on sofa set. Ushindi uko katika cushion. Victory is on the stone. Ushindi uko katika lile jiwe. I remember one day Nakumbuka siku moja when Jacob is running away from Esau. wakati Yakobo anatoroka ndugu yake He Esau, slept somewhere in the bush. alilala mahali kichakani. The Bible says he took a stone Biblia inasema kwamba alichukua jiwe and used it as a pillow. na akatumia kama kitu ya kuegeza In kichwa. the night, Usiku he saw a ladder akaona ngazi from down to heaven. iliyoshika chini na mbingu, Angels coming down and coming malaika up. wakishuka na kupanda, And God sitting on top of the ladder. na Mungu amekaa kileleni mwa ile And he ngazi, spoke to Jacob. na akaongea na Yakobo, I will be with you. nitakuwa pamoja nawe, I will bless you. nitakubariki, I will make you great. nitakufanya kuwa I mkuu, will never abandon you. sitawahi kukuachilia. When you sit on this stone, Wakati unakalia hili jiwe, oh, God will never abandon you. Mungu hawezi akakuachilia. I tell you, God will never abandon Nakwambia you. ukweli, Mungu hawezi No akakuachilia. matter the battle that comes in the night or during the day, Haijalishi shetani ama mawimbi atakuja usiku ama mchana, you will never be defeated. wewe hautaweza kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sit on the stone. Kalia lile jiwe Bwana, Victory is yours. na Mungu atakuwa And upande then wako. the last point. Alafu kitu ya mwisho, Moses was patient. Musa alikuwa na uvumilivu He was not mwingi, in a hurry. hakukuwa katika mbio. Oh, you know, the enemy is resisting. Now, let us just go back to our desert life. Hapana. Ati ya kwamba unaona sasa adui amekukatalia sana, ameleta vita vingi, wacha turudi maisha yetu ya jangwani. Because Oi. Amalek is a spirit of resistance. Kwa sababu Amaleki ni roho ya pingamizi, He resists, we also resist. wanapingana na watu hata mjini. He becomes tough, we become tougher. Akikuwa mgumu, kuwa mgumu mara mbili. Ama namna gani? Ndio. He resists, we resist. Wakikataa na sisi pia He tunakuwa becomes wagumu. tough, we become tougher. Vita ikikuwa ngumu na sisi tunakuwa wagumu So zaidi. that's what Moses did. Hivi ndio Musa alifanya. The Bible says until evening, Biblia inasema mpaka jioni Amalek was defeated. Wamaleki wakashindwa. 2017, Mwaka 2017 Amalek, you are defeated. Amaleki wao In the umeshindwa name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Every spirit Kila roho that blocks your way, ambayo inazuia njia that yako, try to block you, yeye inajaribu to kukupinga, stop you, kukuzuia, to give you pain, kukupa to make you maumivu, cry day and kufanya night. ulie usiku na In mchana, the name of katika Jesus, jina la Yesu we Kristo make an end to it. tunaifikisha kikomo. This year, Mwaka huu God's going to visit you. Mungu atakutembelea. Mighty Redeemer, you are worthy of our praise. I bless your name, nobody else like you. In your presence, that's where I wanna dwell. Hallelujah, Hosanna to the King. Jesus, you are so good, so good. I give myself away to you, Baba.